Priority ya uongozi. Nakubaliana na wenzangu waliopita, walikuwa wana priority zao. Hata mimi mwenyewe nikiwa kama mwenyekiti wa klabu ya Yanga, wakati tunaingia, kipaumbele kilikuwa ni kuhakikisha klabu yetu inapata matokeo ambayo tulikuwa tumeyakosa kwa muda mrefu. Hiko ni kipaumbele. Na alhamdulillah tumepata matokeo kwa miaka 4 mfululizo, matokeo mazuri. Lakini kitu changu kikubwa ambacho nakitazama ni jinsi gani tutaisaidia nchi yetu ya Tanzania kwenye kueneza vipaji na kufundisha mpira. Na hii mimi niko tayari, ku spend a lot of money kwa ajili ya hii project. Sasa hivi ninavyozungumza, watoto hao wanafundishwa, tumeshaanza na haitasimama. Yaani kufeli kwangu sio option. Lakini la pili, tutatafuta partners mbalimbali ambao tutashirikiana nao. Sasa wanakuja watatuletea elimu ya makocha wetu watajifunza, watatupa makocha wao, tutawapeleka wakwetu kwenda kujifunza. Hilo la pili. La tatu, academy ambayo naizungumza very soon na kaanza kufanya study kwenda Dakar, Senegal kwa ajili ya kwenda kujifunza. Ni kipaumbele hicho kwa ajili ya youth development. Na nikitoka huko tutatengeneza mipango mbalimbali ya kuhakikisha ya kwamba tumejifunza kutoka kwa watu ambao wamefanya vizuri. Tunajua mazingira yetu ya Tanzania na kuestablish academy yetu. Kwa hiyo kufeli kwangu sio option. Na nitaweka jitihada. Na nikwambie kitu kingine ambacho inawezekana pia watu wengi wakifahamu. Katika utaratibu wangu utaona kila mwaka lazima nisajili vijana wa Kitanzania kuja kuitumikia klabu ya Young Africans. Na wengine hawafanyi vizuri. Unajua ni kwa sababu gani nafanya hivi? Natoa fursa kwa Watanzania kutumikia timu kubwa ya Young Africans. Regardless. Wako wachezaji tumewasajili miaka 2-3 wamekuwa na sisi, wengine wameshindwa kuonyesha kudevelop kwenye kiwango kikubwa. Sijawahi kukata tamaa. Bado nitaendelea kuwapa nafasi vijana wa Tanzania. Itakuwa ni dhambi kwangu kama mwenyekiti kuweka kipaumbele cha kutafuta wachezaji kutoka nje wenye vipaji vikubwa na kusahau kutoa fursa kwa vijana wa Tanzania. Kwa wako ambao watakaobeza, huyu amesajiliwa Yanga kafeli, lakini nataka nikwambie wako waliofanya vizuri. Clement Mzize leo anazungumzwa Afrika nzima. Tulimchukua tukampa fursa na watu wengi walimtoa kasoro, lakini tuliendelea kumshikilia kwa kisha tunatoa fursa kwa vijana wetu. Na leo ni gumzo barani Afrika. Na hii haitakoma kwenye uongozi wetu. Tutatoa fursa kwa vijana wa Kitanzania kuhakikisha tunawapa nafasi ya kuitumikia hizo timu kubwa. Especially Young Africans tutatoa nafasi. Washindwe wao. Lakini kwangu itakuwa ni dhambi nikafocus na foreigners halafu nikasahau kwamba kuna mtoto wa Kitanzania ambaye ameonyesha kipaji kidogo, tumpe fursa. Kwa hiyo wako watu ambao wanaweza kuzungumza kwamba vijana wanapewa nafasi wanafeli. Sisi bado hatutakoma kutoa hizo nafasi kwa vijana wa Kitanzania.